Yes, kokote pale ulipo ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, tupo katika dirisha dogo la usajili katika kila timu iliyokuwa bora wanafanya maboresho katika sehemu tofauti ndani ya vikosi vyao. Siku ya jana ikumbukwe ilikuwa ni siku ya finali la Kombe la Mapinduzi. Ndani ya dakika 90 mpaka katika hatua ya penalty Young Africans wanaibuka kuwa mabingwa wapya wa michuano ya Mapinduzi. Licha hilo, kila mmoja anafahamu kutokana na sajili ambazo zimefanyika ndani ya Young Africans katika dirisha hili dogo la usajili, wakina Alan Okello wameweza kushuka, wakina Depu wameweza kushushwa ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Lakini kwa upande wa pili wa wekundu wa Msimbazi Simba, tetesi zimekuwa ni nyingi na inasemekana viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshafanya sajili tofauti za wachezaji waliokuwa wazuri na wachezaji waliokuwa bora katika maeneo tofauti ndani ya kikosi hicho. Miongoni mwa jina ambalo kwa hivi sasa linazungumzwa kwa ukubwa na kwa kasi sana kutua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni pamoja na jina la kiungo wa kushoto huyu kutokea pale Senegali. Hapa namzungumzia winga huyo wa kushoto kutoka katika timu ya Tengueth FC ya pale Senegali, Libase Gue. Huyu anahusishwa kutua pale ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mchezaji ambaye ana umri mdogo, ana miaka 22, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumzia ndani ya timu yake ya Tengueth ya pale nchini Senegali amehusishwa ama amecheza takriban michezo 11. Katika michezo yote 11 mchezaji huyo hana goli hata moja, lakini amehusika kutoa asisti 2 katika timu yake hiyo. Tusubiri na kuona, je, kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba ama pindi akishakuja kutua ndani ya kikosi cha Simba anaweza kuisaidia nini kikosi cha Simba? Tusubiri na kuona, kwa sababu ni mchezaji ambaye aliweza kuonyesha ubora kipindi cha michuano ya Chani alipokuwa na timu yake ya Senegal. Lakini katika timu yake ya Tengueth ya pale nchini Ghana, takwimu zake sio nzuri kihivyo. Katika michezo 11 ambayo amehusishwa hajafunga goli hata moja, lakini ametoa asisti 2. Je, akiingia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba anaweza kuiofa nini kikosi hicho? Ifahamike kwamba kikosi cha Simba kwa hivi sasa kinahitaji kucheza katika hatua ya robo finali. Paka michezo waliocheza Simba hawana alama hata moja katika kundi lao. Michezo yote wameweza kupoteza. Viongozi wa Simba kiwi hao ni kuiona Simba inafika katika hatua ya mafanikio zaidi. Je, Agwe anaweza kuja kuiofa Simba kitu gani? Tusubiri na kuona, kwa sababu Simba hivi sasa inasimamiwa na mwalimu Steven Becker ambaye inasemekana kwa asilimia zote yeye tangu alivyoanza kukiona kikosi chake ameanza kwa pointi mchezaji mmoja limradi aweze kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ifahamike mwalimu Fadlu Davis alivyoondoka ndani ya kikosi cha Simba alisema kwamba Simba inahitaji mchezaji ambaye ana X factor, yani mchezaji ambaye ana uwezo binafsi wa kuweza kuamua mechi ndani ya dakika 90. Kama timu ikiweza kushindwa kupata matokeo, basi mchezaji mmoja basi anaweza kuja kuamua mechi. Ifahamike mzamini wa jezi ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, J-Root, yeye aliahidi kusajili mchezaji mmoja ndani ya kikosi cha Simba, chaguo la mashabiki. Katika dirisha kubwa lililopita hapo mchezaji huyo hakufahamika. Ndani ya dirisha hili dogo la usajili, J-Root ana kipi cha kuiofa Simba mpaka hivi sasa? Katika mitandao mbalimbali ya kijamii taarifa ambazo zinaenea kwa hivi sasa ni ujio wa basi jipya la Simba. Hapa nazungumzia ile Eliza ambayo aliweza kuiahidi kupitia katika ukurasa wake rasmi wa J-Root, na katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii limeonekana basi jipya ambayo inachapa la J-Root. Inasemekana basi hilo litahusika kwa kusambaza jezi za Simba
maeneo mbalimbali pamoja na vile vifaa vya Simba. Lakini basi rasmi la wekundu wa Msimbazi Simba aina hiyo la Eliza litatua mwezi Februari ndani ya mwaka huu, na tayari lipo ndani ya maji likitokea kule Hispania kuja kutua Bongo. Tusubiri na kuona, kwa sababu kiu kubwa ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ni kuona kikosi chao kinafanya vizuri na kikosi chao kinaondoka na makombe katika michuano mbalimbali ambayo Simba imekuwa ikishiriki. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ndani ya msimu huu wekundu wa Msimbazi Simba wamepoteza ngao ya jamii ambayo iliweza kuchukuliwa na Young Africans, lakini pia katika kombe la Mapinduzi, kombe siku ya jana liliweza kuondoka na Young Africans ambao kwa hivi sasa wameonekana kuwa bora, wameonekana kuwa wazuri katika swala zima la kuwania makombe. Lakini meneja habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Ahmed Ali, kupitia katika kituo kimoja hivi cha radio hapa nchini kwetu Tanzania, aliweza kuzungumza. Amesema wao katika michuano ile ya Mapinduzi ambao walikuwa wameshiriki, kwa upande wao wangepata kombe wangefurahia zaidi, lakini lengo lao mama lilikuwa ni mwalimu Steven Becker kuwaona wachezaji wao ama kuwaona nyota wao, nani anaweza kufiti wapi na nani anaweza kucheza na nani katika ile swala zima la mifumo, na wao wanaamini wamefanikiwa kutokana na yale mashindano. Mwalimu amepata angalau mwanga wa kuanzia katika michuano ile ya kimataifa, ambapo Simba mwishoni mwa mwezi huu wataelekea kucheza mchezo wao wa kimataifa kule Tunisia, na watarejea hapa nyumbani kucheza mchezo mwingine. Paka hivi sasa Simba kikosi bado kinaendelea kufuliwa na mwalimu Steven Becker, na wachezaji waliokuwa wazuri wanaendelea kusajiliwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Inasemekana pia mwalimu alipendekeza na amesema na kuwaambia viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba katika eneo lile pale la golikipa Musa Pinpin Kamara, je, ni kweli atarejea ndani ya kikosi hicho mwanzoni mwa mwezi Februari? Kama ambapo bado ataendelea kuuguza majeraha yake, basi viongozi wa Simba waweze kutafuta golikipa mwingine. Lakini katika swala zima la ukuta, mwalimu amependekeza aweze kusajiliwa beki mwingine ili mradi aweze kuongeza nguvu pamoja na kina Rushain Delog. Katika upande wa kiungo kama hivyo ambao unaweza kuzungumza kina Agwae ambaye anahusishwa hivi sasa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini wakina Hadi Mdiwao wanahusishwa kuja kutua ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Endapo wachezaji wazuri wataweza kuingia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kuna baadhi ya nyota wanaweza wakaondolewa ndani ya kikosi cha Simba, ili mradi wachezaji waliokuwa bora na wachezaji ambao wenye nguvu waweze kuja kuisaidia Simba katika michuano hiyo ambayo wanashiriki. Nani anaweza kupitiwa na panga la mwalimu Steven Becker? Kwa sasa tusubiri na kuone. Tetesi zimekuwa ni nyingi na wachezaji wamekuwa ni wengi ambao inasemekana pengine Simba wakawatoa kwa mkopo ama wakaachana nao katika dirisha hili dogo la usajili. Ndani ya Young Africans mambo ni mazuri, mambo ni yente kama watoto wa mjini wenyewe wanavyosema. Wakati wote ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na mchachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambako hivi sasa yanazungumzwa kwa ukubwa huo. Lakini nyuma ya kamera amesimama Sultani Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakuja vizuri kweli kweli, kila kitu kinakujia supabu. Endelea kubaki nasi.